Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dada, mimi naitwa Salim. Wewe umesema unaitwa nani? Ama hauna jina? Hakuna shida, kama hauna jina songea tu, usina shida. Wewe Muislamu Mkristo? Mkristo. Mkristo, asante sana. Swali yako ni gani ungependa kuuliza Waislamu? Napenda kuuliza hivi, wakati mtu anakufa ndio inakuanga siku ya kiyama yake ama kuna siku ya kiyama tena itakuja duniani? Asante sana. 75 anza moja Qur'ani. Sikiliza Qur'ani na tuambiaje kuhusiana na siku ya kiyama. Kama umeshaiona Qur'ani? Hii ndio Qur'ani, labda hujaiona. Umewaiona? Okay. Kumbe unaijua. Sikiza inasema kitu gani? Qur'an na Biblia. Asante. Sikiza Qur'ani inasemaje? 75 anza moja Qur'ani. 75 anza moja. Inasemaje? Mtabiri. Qur'ani 75 anza moja. Kiyama. Angalia Unaona? Wewe unaenda tena? Msomee ndio apate swali yake. Inasema hivi. Inaitwa sura Kiyama. Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kunemesha neema kubwa kubwa na mwenye kunemesha neema ndogo ndogo. Na hapa kwa siku ya kiyama. Tena na hapa kwa nafsi inayojilaumu kuwa mtafufuliwa na mtalipwa. Kwanza Mwenyezi Mungu anasema anaapa kwa siku ya kiyama kuwa wanadamu watafufuliwa na kisha watalipwa. So wakati unakufa inakuwa mwisho wako haujafika, kwa sababu kile kitu kinakatika ni mambo yako yote ya duniani. Kama ni bwanako ataoa mtu mwingine, wataendelea na maisha, na ndio dunia ilivyo. Lakini wewe ukifa sasa unawekwa kaburini, unazikwa, kisha unasubiri mpaka siku viumbe watakapofufuliwa. Na wakifufuliwa wanaenda katika uwanja wa hukumu, wanalipwa kwa yale walioyachuma. Hakuna mtu aliyebeba dhambi yako, wewe utaulizwa kwa yale uliyoyafanya. Kama haukutubu unaingizwa motoni, kama ulitubu na ukawa Muislamu ndio unaingia paradise. Malizia hapo chini asikie. Inaendelea ikisema anadhani mtu kuwa hatutakusanya mifupa yake. Wanadamu anadhani ukifa kwa sababu mifupa inaenda ingine inaoza, anadhani Mungu hataweza kuikusanya hiyo mifupa akairudisha uhai ikawa na iko na uhai. Anasema kwa nini? Sisi tunaweza hata kusawazisha ncha ya vidole vyake na tutakapomfufua. Yani utakapofufuliwa mara ya pili, ukisikia ncha ni hizi fingerprint. Unaona? Yani fingerprint yako inarudi vile vile ulivyokuwa duniani, na uso wako vile vile ulivyokuwa duniani unarudi hivyo hivyo ulivyokuwa duniani, na hapo ndio unaenda kuulizwa maswali. Na watu wanafufuka namna gani? Inapigwa baragumu. 39 Qur'ani 68 inapigwa baragumu, nyinyi mnaita tarumbeta. Ikipigwa ndio watu wanafufuliwa, sasa wanatoka makaburini mbio mbio, tena sio siku ya mchezo. Sikiza inasema hivi kwa jina la Mwenyezi Mungu, inasema 38 aya 68 inasema hivi. Naam. Na litapigwa baragumu, na itapigwa baragumu, watoke roho watu waliomo mbinguni na waliomo ardhini na waliomo ardhini. Manake waliomo makaburini wanatoka chwa wanachomoka. Malizia. Ila amtakaye Mwenyezi Mungu, isipokuwa yule amtakaye Mwenyezi Mungu. Yani watu wanafufuliwa siku ya mwisho, ndio inaitwa siku ya kiyama. Lakini ukifa unaingizwa kaburini, unaenda unazikwa kaburini, unasubiri siku ya kiyama. Na uwezi jua kaburini, unaweza ishi miaka 500 kaburini, unaweza ishi miaka milioni kaburini, kwa sababu kuna watu walikufa wakati wa Nabii Ibrahimu alayhi salam, bado wako makaburini. So watu watakapofufuliwa wanawekwa uwanja wa hukumu, wanalipwa. Lakini sasa inaingia tatizo, hauwezi kuingia paradise kama wewe sio Muislamu. Lazima uwe Muislamu ndio uingie paradise. Hakuna dini nyingine Mungu anakubali kuingia paradise isipokuwa Waislamu peke yao. Hiyo utauliza ya Mkristo. Qur'ani nasema hivyo na Biblia. Biblia mambo ya kufufuka? Sijajua vizuri kwa sababu Biblia kuna mambo mengine haikueleza. Biblia kuna mambo mengine haijaeleza kwa undani. Sasa manake mimi Muislamu ndio ukaniuliza katika Uislamu nikakufunza katika Uislamu. Kwa sababu Biblia katika mambo ya kufufuka
wala haisemi watu wanaenda mbinguni. Inasema Yerusalemu inakuja hapa duniani. Na Biblia inasema wale watu wazuri watafufuliwa, wataishi hapa duniani. Ndio unaona kuna watu wanaitwaje, wanazungukanga kwa nyumba za watu, Jehovah Witness. Wamesoma Biblia wakaona ni kweli watu hawataenda huko, watarithi hapa 5:9 kitabu cha Mathayo. Jehovah Witness wanajua kila mtu atakatiwa proti hapa. Watu wanalipwa nini? Asante sana. Watu wanalipwa nini? Sasa hiyo ndio swali anauliza. 40 Qur'an. Sikiza. Watu wanalipwa nini? 40 Qur'an. Mbona imeeleza malipo ya wale watalipwa? Sikiza vizuri. Ama Surah Isra 17 nianzie 13. 17 13. Sikiza watalipwa nini? Maana kila kitu kiko wazi. Sikiza malipo namna yatakavyolipwa. 17 13. 17 13. Kiweza kufungua. Umeshafika. 17 13. Inasema hivi. Inasema na kila mwanadamu tumemfungia jaza ya vitendo vyake amefungiwa shingoni mwake. Sikiza, kile kitu utalipwa ni jaza ya vitendo vyako ambayo umefungiwa hiyo kitabu shingoni mwako, lakini huwezi kuiona sahi. Malizia. Shingoni mwake. Na tutamtolea siku ya kiyama daftari iliyoandikwa ndani yake kila alilofanya. Unatolewa daftari imeandikwa kila ulichokuwa ukikifanya duniani. Kama ulitubu, basi wewe inakuwa ni watu ambao minal faizin, umefaulu, unaingia paradise. Kama haukutubu na ulikufa hali ya kuwa wewe ni Mkristo, haukusilimu na ulijua ukweli, unaambiwa hakuna nafasi, ni kwenda katika moto wa Jahannam. Manake watu kwenda peponi sharti lazima wawe wako katika Uislamu na wafanye vitendo vizuri. 40 Qur'an. Manake 40 Qur'ani 40. Haya, sikiza dadangu hapa. Kwa Uislamu kuna raha, una habari. Kwa hivyo Ukristo sio dini. Kwa Ukristo nitakuja. huko. Dini ni moja tu ya Uislamu. Sikiza, ngoja nitakuonyesha. Inasema hivi, Qur'ani 40 inasema. Kwa jina la Mwenyezi Mungu anasema. Afanyaye ubaya. Sikiza dadangu, hata lipo ila sawa na huo ubaya uovu wake. Na afanyaye wema akiwa mwanaume au mwanamke naye ni Muislamu, basi hao wataingia peponi, waruzukiwe humo bila hisabu. Waislamu ndio wanaambiwa wataingia paradise. Wewe umeuliza, kwani Ukristo sio dini? Ukristo inaweza kuwa ni dini kwa watu kusema, lakini katika vitabu Biblia haijasema Ukristo ni dini. Vitabu vyote vilitangaza dini moja ambayo ni Uislamu peke yake. Na Mungu anasema ukija na dini nyingine kama si ya Uislamu, Mungu hatakubali. Qur'ani 3:85. Pole, lakini ndio hivyo. Na ndio unaona Ukristo kila mtu anakuja na ajenda yake. Ukiona kama ni watu wa Jumamosi, wao wamekuja na ajenda yao, watakuwa wakienda Jumamosi. Watu wa Jumapili wana ajenda yao ya kwenda Jumapili. Kila mtu anakuja na ajenda yake na fikra zake. Unaona? Lakini dini ya mtu huwezi kuja na ajenda yako na fikra yako. Unafuata namna Mwenyezi Mungu ameamrisha. Yesu alikuwa ni Muislamu. Alikuwa akienda msikitini, hajaenda kanisani. Biblia imeeleza. Lakini watu wanapinga. Sikiza inasemaje? Soma. Yesu alikuwa Muislamu gani? Nitakuonyesha. Wacha niingie huko sasa. Inasema Qur'ani 3:85 inasema anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, na yeyote anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Basi kwanza hiyo dini haitakubaliwa kwake, naye ahera atakuwa katika hasara kubwa kabisa. Atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Maanake ukienda kwa Mungu na wewe sio Muislamu, unaenda katika hasara. Umeuliza Yesu alikuwa Muislamu wapi? Biblia inatuambia 4:16 kitabu cha Luka. Biblia yenyewe inasema Yesu alikuwa Muislamu, alikuwa akienda msikitini. Hapo ndio unagoja. Sikiza dada. Haya, angalia ninasoma na nataka twende pamoja. Naanzia hapa 14. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote na kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Yesu alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. 16 inasema akaenda Nazareti. Yesu akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Hapo ndipo alipolelewa, mji wa Nazareti. Na siku ya Sabato ilipofika, siku ya Sabato ambao walikuwa wamepewa siku ya kufanya ibada,
akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. So Biblia inatuambia Yesu alikuwa akiabudu katika nyumba inajulikana kama sinagogi. Hapana. Sasa ndio hii imeandikwa hapa sinagogi. Sijaandika. Si ndio hii? Si ndio hii imeandikwa. Hebu mwangalie. Ndio hii imeandikwa. So sinagogi ni altar. Unasemaje tuulize Biblia sinagogi ni nini? Tuulize Biblia. Uliza. Asante, mfungulia hapo nyuma. Alafu dada mtu amesoma ni Gen Z. Hapo nyuma mtu kasoma dada. Haya muangalilie hapo nyuma tusikie Biblia. Haya mpe dada atusomee sinagogi ni nini hapa. Maneno hii inasema maelezo ya maneno. Sinagogi inasema maana yake nini? Msikiti wa Wayahudi. Ala, kumbe waandishi wa Biblia. Msikiti wa Wayahudi. Ala, wametueleza msisumbuke na hii sinagogi. Mkiona neno sinagogi mjue ni msikiti wa Wayahudi. Sio mbele ya altar, hapana. Wayahudi ni Waislamu. Asante. Wayahudi ni kabila, sawa? Kama venye tuna Wakamba. Kuna Wakamba wa Kristo, kuna Wakamba wa Islamu. So ndio ikaambiwa ukienda hapa Machakos utapata msikiti ya Wakamba kwa sababu majority ni Wakamba. Ukienda Kisii utapata msikiti wa Kisii kwa sababu wengi ni wa Kisii. Lakini akiingia msikitini anakuwa Muislamu. Yesu alikuwa akiingia msikitini atakuwa dini gani? Kufanya ibada. Atakuwa dini gani? Be fair. Atakuwa dini gani? Muislamu. Na wewe unafanya nini kanisani? Kwa hivyo Ukristo sio dini. Ukristo hakuna mahali inasema ni dini. Hakuna. Hakuna kitabu duniani kilichosimama kikasema Ukristo ni dini. Hakuna. Hiyo haijaipatikana. Kwa sababu Kristo ni jina la mtu, sio dini. Ni jina la Yesu ambao ni la mpako wa mafuta. So huwezi fuata jina ya mtu. Sasa mbona Muislamu anazikwa na sanda wakati Wakristo wanazika na jeneza? Asante sana. Anauliza mbona Muislamu anazikwa na sanda wakati Wakristo wanazikwa na sanduku? Ni kwa sababu Wakristo ni wapinzani wa Biblia. Ndio Wakristo wanazikwa na sanduku kwa sababu ni wapinzani wa Biblia. Biblia inasema watu wazikwe namna gani? Tulia na kuja huko kwa Yesu. Hata dada anakukumbusha anasema imani yenu mnaamini Yesu alikufa lakini hakuzikwa na sanduku, alizikwa na sanda. So nyinyi ni wapinzani wa Biblia. Biblia inasemaje? 5:5 Matendo ya Mitume alafu muonyeshe. Biblia inasema watu wakifa walikuwa wanazikwa na nini? Mambo ya sanduku ni wapinzani ndio mmeleta. Angalia inasemaje? 5:5. Naomba uangalie hapa. Inasema hivi. Angalia inasema hivi. Nasoma 5:5 kitabu cha Matendo ya Mitume. Naone vizuri ni Acts of Apostles. Inasemaje? Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Anania aliposikia maneno haya alianguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia maneno haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda. Angalia, wakamtia katika sanda. Wakafanyaje? Wakamchukua nje wakamzika. Hakuna mtu aliyekuwa anakufa zamani anazikwa na sanduku. Sanduku imeletwa na wa Misri hapa wa Egypt wakati walikuwa wanahifadhi miili. Lakini Wakristo wao wakachukulia kitu ambacho hakiko. Nyinyi katika imani yenu mnaamini Yesu alikufa, si ndio? Imani ya Wakristo, si ndio? Ndio. Alikufa lakini ana exist. Hakuna shida. Nataka hiyo tutakuja kwa ufuka. Nauliza, wakati alikufa, nyinyi katika imani yenu mnaamini alikuwa anaitwa Arimathea, alienda akauchukua mwili wake, akaufunga kwa sanda, si ni kweli? Mbona hakutengeneza sanduku wakati Yusufu alikuwa anatengeneza mbao? Kwa hivyo wenye wanazikwa na jeneza watu wameisha hivyo. Ni uzushi. Ni kitu ambacho hakuna, mnazua. Ambao ni gharama mnajiwekea. Sanduku moja inauzwa 40,000 kwenda juu. Unawekea watu gharama. Kwanza hapa kwa kijiji unapata kila sehemu kunawekwa mchango ati inachangiwa watu waenda wakanunue jeneza. Uwezi ona Waislamu wakiweka mchango barabarani. Muislamu akifa tunafunga na sanda, tunapeleka tunazika. Lakini Wakristo hapa kwanza kwa kijiji ukipiga kona hapo kuna matanga imewekwa. Ukipiga ingine matanga, ikipigwa ingine matanga iko hapo. Nini inatafutwa? Ati wanatafuta sanduku. Wakichukua sanduku, wakiweka kwa mchanga inakuliwa na mchanga. Inaisha. Sasa unashangaa, ni faida gani? Binadamu utaoza. Uwekwe kwa sanduku, usiwekwe kwa sanduku utaoza. Sasa iko haja gani ujiwekee gharama? Hii yote ni kusumbua watu bure. Ni kwa sababu hamna dini ya kufuatilia sheria za dini. Ndio unaona mnafanya kila mtu anavyotaka. Wengine wanazikwa na sanduku ya dhahabu kwa sababu ana uwezo. Kwa nini Waislamu hawahifadhi maiti kwa mochari?
Waislamu asante, hatuhifadhi maiti kwa mochari kwa sababu hakuna desturi ya manabii waliofundisha watu wahifadhi maiti kwa mochari. Pili, kuhifadhi maiti kwa mochari ni kujiwekelea mzigo, minyororo mizito ya ujahilia. Kwa nini? Mtu anapokufa mwili wake inaanza kuoza hapo hapo. Ndio Mungu ameumba binadamu yoyote. Sasa mtu akikaa siku 3, siku 4 kwa mochari, mkienda kumtoa lazima mtafute marashi ambayo inapigwa hapo kwa sababu ya ile harufu inatoka pale. Binadamu yoyote ndio tumeumbwa hivyo. Alafu ile wadudu ambayo inakula mwili ya binadamu haitoki kwa mchanga, imeumbwa iko kwa mwili ya binadamu. Ndio Mungu aliumba hivyo. Lakini ukiwa hai haiwezi kukukula. Wakati utakufa wale wadudu wanakuwa hai, wanaanza kula mwili ya binadamu. Binadamu yote. So sisi hatuweki mwili kwa mochari kwa sababu ni sheria tumewekewa na Mwenyezi Mungu na manabii kuwa desturi mtu akifa anafaa kuzikwa siku hiyo hiyo. Naelewa? So Wakristo wameleta mambo yao ya kuweka mwili kwa friji. Friji wenda uweke mboga, enda uweke nyama ya kula, lakini sio mwili ya binadamu. Umenipata? Kinachokuzuia kuwa Muislamu nini? Asante. Dada kaa hapa na swali moja tu nataka ni nini? Kabla mjaenda hata huyu ana moja. Nauliza, wewe huo unakubali Biblia? Mimi nakubali Biblia. Unaiamini kabisa Biblia? Kristo. Wewe ni Mkristo, unaamini Biblia? Hebu sikia hii moja. 11:5 wa Korinto wa kwanza. Karibia uone hii moja Biblia vyenye inakufunza kama unaikubali. 11:5 wa Korinto wa kwanza. Mimi najua mchungaji hawezi kukusomea hii kwa sababu yeye anachokihitaji mno atakwambia tu toa ndugu, toa dada. Kama watoi sadaka. Nitakuja kwa sadaka. 11:5 sikiza. Haya, tulia kwanza. Angalia 11:5 wa Korinto wa kwanza. Sikiza Biblia inafunza. Naomba uangalie hapa nikisoma. Nianzie hapa ni 4, hapa nakuja ni 5. Bali kila mwanamke kama dada yetu ni mwanamke, naona mashaallah hata siku karibu anaongeza asalipo. Kila mwanamke anaposali kama wewe unaposali, unapoabudu au unapohutubu, unapoongea na watu huko nje, unaenda ukizungumza na watu bila kufunika kichwa chake. Kichwa chake kwa maana angalia vizuri hapo, pole tu. Yuaibisha kichwa chake. Ala, Biblia inasema kila mwanamke ambaye anaamini hii Biblia. Nini Biblia gani kwanza mnasema? Anauliza Biblia gani? Mfungulie. Manake hapo hajaisomewa na mchungaji. Angalia vizuri. Unajua sasa sije ukaikataa. United Bible Society. Biblia, yani ni Biblia ukweli. Lakini mchungaji hawezi kusomea hapo. Inasema yeyote anaamini Biblia mwanamke anafaa tulia, akitembea afunike kichwa chake. Leo dadangu, ukifunika kichwa chako ukawa unatembea na unakaa ukawa unafunika kichwa chako, watu watadhani wewe umekuwa dini gani? Muislamu. So Biblia inakufunza pia uwe nani? Sasa mbona wewe unakataa dada? Nafasi iko. Haya, swali moja leta dada. Usihepe. Uko na nyingine umeuliza sadaka. Haya, karibia hapa nikufunze sadaka. Dakika moja hiyo ya sadaka tu muende. Mna nafasi, karibia. Hiyo ya sadaka ameuliza. Mbona Waislamu hawatoi sadaka? Hakuna watu duniani wanaotoa sadaka kama Waislamu. Waislamu ni watoaji wa sadaka sana. Kwa sababu sadaka tumeambiwa sadaka Waislamu tunatoa sana. Lakini sasa inakuja hii sadaka ikitolewa, nani anayefaa kula? Hiyo ndio swali ya muhimu. Kutoa sio shida, lakini mwenye kula sadaka nani? Sikiza Waislamu, tukitoa sadaka tunapatia kina nani? Sio kwenda kupatia kiongozi peke yake awe anakula na mke wake, hapana. Alafu wewe unaenda kuita ule kiongozi dadi wakati wewe uko na babako nyumbani. Hata babako hujai muita dadi. Alafu ule kiongozi wa kike unamuita mam wakati wewe uko na mamako. Unafaa kuita mamako aliyekuzaa mam, sio ule mama wa kiroho. Namna gani? Kwani yeye ndio alizaa roho ama ndio ameleta hiyo roho ndio umuite mam? Hiyo ni mchezo. Ule sio mamako. Mamako ni ule aliyekuzaa, akakulea, akasikia uchungu wakati anakuzaa. Huyo ndio unafaa kumuita mam. Dadi ni yule babako aliyekuzaa, unafaa kumuita dadi. Kwa sababu yeye ndio anitaabika na nini? Wanaitwa hivyo juu ile dini wanafundisha like kama wazazi bado. Dini gani?
Kama wanaitwa hivyo wamekosea Biblia. Kwa nini? 23:9 kitabu cha Mathayo. Alafu turudi hapa 23:9. Sikiza, Biblia inakataa usimuite dadi. Biblia inakataa kabisa. Yesu kwanza ndio alikataa. 23:9. Ataitwa jina yake, si yako na jina yake. Kama ni Kamau anaitwa Kamau. Nani Yesu? Mchungaji. Mchungaji utakuja kumuita baba inakatazwa. 23:9 inasema hivi. Yesu anasemaje? Angalia hapa dadangu. Wala usimuite mtu baba duniani. Kwa nini? Maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. So, ni makosa kuita huyo mtu baba. Yesu alikataza. Kwa hivyo nina dhambi nyingi. Uko tulia. Sasa sadaka sijamaliza. Dada sijamaliza sadaka. 9:60 Qur'an. Dhambi kila mtu ana dhambi. Usiseme ni wewe tu uko nayo, lakini mbora wa mtu ni yule anapoona dhambi anarekebisha. Haya, Qur'ani 9:60. Sikiza 9:60. Qur'ani 9:60. Inasema hivi. Sadaka. Sadaka sasa uliouliza. Sadaka. Upewa watu hawa. Mafakiri na masikini. Sadaka haipewi mchungaji. Hapo ndio mlipokosea. Na ndio unaona kanisa zikawa biashara kwa sababu yenu. Kwa sababu nyinyi watoaji wa sadaka sana, lakini sadaka haipewi mchungaji. Sadaka inapewa mafakiri na maskini. Mafakiri ni mtu hana mbele wala nyuma. Maskini ni mtu anayepata kitu ya kula leo, kesho anakosa. Hao ndio wanafaa kupewa sadaka. Pili, tulia. Pili, huwezi toa sadaka wakati nyumbani kwenu kuna shida. Hiyo sadaka ikubaliki. Kwanza unaanza na nyumbani kwenu. Charity begins at home. Haiwezekani mamako ana shida nyumbani ya 1,000 na wewe unaenda kupatia mchungaji 3,000. Mungu gani atakubariki? Kwanza anza na nyumbani, mzazi yao amekaa vizuri na wale watu wenu pia unawaangalia. Unanipata vizuri Nasema nyumba ya Mungu isikae njaa. Nyumba ya Mungu isikae njaa. Kitabu gani inasema hivyo? Sijaipata. Nyumba ya Mungu kwani inakulanga? Wachungaji wanasema. Wachungaji wanasema. Kama ni mchungaji anasema, kama ni makosa. 10% ufai kutoa fungu la 10. Asilo unafanya kazi unafaa kutoa hiyo 10%. Inaendanga wapi? Pole sana, hiyo ndio mnaibiwa. Dadangu, hebu ulizwe kidogo. Wewe tunaishi na wewe hapa Mukuru kwa Ruben, sawa? Alafu ile nyumba tunaishingi hapa unajua nyingi za mabati, alafu ni 10x10. Alafu unatoa fungu la 10 unafanya hapa kwa muhindi kazi. Ngoja nimueleze. Unatoa hapa kwa muhindi kazi, unapatiwa 20,000. Unatoa 10% katika ile 20,000, unapatia ati mchungaji wakati mchungaji anaishi Karen. Wewe na huyo mchungaji nani ana akili? Mchungaji. Utachotaje maji kwa bahari, utachotaje maji kwa mtungi umwage kwa bahari? Unafaa uchote maji kwa bahari uweke kwa mtungi. Wewe utafanikiwaje bila kutoa? Utafanikiwa kwa sababu anayesababisha ufanikiwe ni Mungu, sio mchungaji. Mchungaji hana kitu yote anakusaidia katika maisha yako. Anayekusaidia ni Mungu. Kile unachohitaji ni ibada. Na wazazi wako ukitaka kufanikiwa zaidi duniani ni wazazi. Wazazi wako ukiwafanyia uzuri, wakuombee dua. Dua ya wazazi haina pasia. Lakini dua ya mchungaji hata ifiki kwa mabati. Mchungaji ni mzazi bado. Sio mzazi wako alikuzaa. Wa kiroho. Biblia imekataa hakuna mzazi wa kiroho. Biblia Yesu alikataa kwa sababu alijua kuna watu watakuja kutumia ujanja ili waibie wengine. Yesu amesema usiite mtu baba duniani. Kwa Uislamu imamu ni nani? Imamu ni kiongozi ambaye anaongoza pale msikitini, anaswalisha. Mchungaji na imamu ni vitu mbili tofauti, kwa sababu imamu hatumpelekei sadaka. Unampata vizuri imamu hatumpelekei sadaka. Sadaka tunaambiwa tupatie maskini. Unampata vizuri? Na Yesu anasemaje kuhusu sadaka? Yesu mwenyewe anasemaje kuhusu sadaka? Sikiza vizuri. Yesu anasema Yesu anasema ukiwa na sadaka ufanye nini? 18 Luka. Sikiza hapa. Usahau fungu la 10. Fungu la 10 nitakuja, maana hapo ndio mmeibiwa, na wanawake nyinyi ndio mnadhulumiwa. Kwa sababu nyinyi katika fikra yenu wanawake mnaamini kila kitu ya mchungaji imebarikiwa. Na ndio unaona mchungaji hata kulala na wanawake ni rahisi. Kwa nini nyinyi mnaamini amebarikiwa kwa kila kitu? Tusidanganyane hapa, wanaume wengi hata mchungaji akija kwa nyumba unaona venye anasaviwa kuliko wewe bwana wa nyumba. Kwani ni uongo?
Wanaume wengi wanalalamika mchungaji akiingia bibi anasafu mchungaji kuliko bwanake. Kila kitu mchungaji mchungaji. Ni kweli Hapo ni kweli. Angalia hata huyo anasema ni ukweli. Yaani anadhamini mchungaji kuliko bwanake. Lazima bwanako ndio first priority. Bwanako ndiye alipeleka mahali kwenu. Sasa wewe itakuwaje bwanako unamkosea heshima ati unapatia mchungaji heshima? Ni makosa, unapata dhambi. Bwanako ndiye anafaa kuwa mbele. Nachani mchezo nyinyi wanawake. 18 Yesu anasemaje? 18 inasema hivi. Tena mtu mkubwa mmoja akamuuliza akisema, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kurithi uzima wa milele? Asante. Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila moja tu, naye ndiye Mungu. Wazijua amri? Usizini, usiue, usiibe, ushuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema, haya yote nimeyashika tangu utotoni mwangu. Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja tu. Viuze ulivyo navyo vyote ukawaganyie masikini. Yesu hajasema ukiuza unipe sadaka mimi Yesu, hapana. Anasema ukiuza patia maskini. Maskini ndio anafaa kupewa. Na dada, usiwahi heshimu mchungaji kuliko bwanako, unapata dhambi na utaenda motoni kwa ajili ya hiyo. Lazima uheshimu bwanako, ndiye alienda akatoa mahali kwenu. So akiingia kama mchungaji unampatia yai moja, bwanako unampatia mayai 5. Kwa sababu ndio bwana wa boma. Lazima bwana anakuwa juu kwa sababu ndio kiongozi wa ile boma. Lakini nyinyi huwa mnamwacha bwana, mnachukua mchungaji. Wanawake wengi sana mna rosi kabisa. Unamchukulia kama mchungaji ni kama Mungu wa duniani. Ni makosa. Poleni, lakini ndio hivyo dada zetu. Tunawapenda kwa ajili ya Mungu. Fungu la 10 pia unafaa upatie maskini. Sio upatie mchungaji. Biblia inasema upatie maskini. Tena inatolewa mara moja kwa mwaka, sio kila mwisho wa mwezi. Sadaka inatolewa na nimekueleza sadaka kama uko na uwezo toa, lakini patia maskini. Maskini ni yule mtu ako chini yako. Hakuna mahali imesema utoe kanisani. Na hiyo yenu mnatoa kwa kanisa. Sisi hatutoi kwa msikiti. Sisi tunapatia maskini. Tumeambiwa unaangalia kama kwa ploti unaishi na maskini. Patia huyo maskini. Mtoto wake amefukuzwa, hana kitu nyumbani, hawezi kupata chakula. Nunua unga 2 mpelekee. Hiyo ndio sadaka nzuri. Hiyo ni sadaka nzuri kabisa. Ndio inakubalika. Na kutoa fungu la 10 ni mwaka mara moja. Sio kila mwisho wa mwezi. Kila mwisho wa mwezi ni mikora iliyokaa chini ikapanga. Haiko ya kila mwisho wa mwezi. Sikiza Biblia inasemaje? Biblia ndio hiyo. Sikiza ndio hii Biblia. Alafu dada anasema ati wanachukua hata kuku ile mzuri kijogoo ati anapelekea mchungaji akule. Bwanako badala ya kule ndio atengeneze supu apate na ati ndio mchungaji apate nguvu ya nini? Ya kuomba. Hiyo kuku unafaa upatie bwanako ndio apate nguvu ya maombi na apate nguvu nyingine. Ala, kwani bwanako aombangi? Wacheni mchezo nyie. Ati wewe unachukua jogoo unapelekea mchungaji na bwanako ako hapo nyumbani. Bwanako ndio unafaa anakuja anakula hiyo jogoo ndio apate nguvu. Hata bwanako anafaa pia aombe na afanye kazi nyingine. Si unaona hata wazee wanasema nyinyi mnapelekea mchungaji tu yeye ana wacheni mchezo. Sikiza fungu la 10. Inasema hivi. Sikiza sasa dada yangu. Sikiza hapa. Fungu la 10. Sikizeni hapa fungu la 10. Vile Biblia imesema. 14. Nimeshafika. Nimeshafika. 10 la Taurati usije ukakosa. Fungu la Taurati 14, 23, 22 wazia hapo. Inasema hivi. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo katika shamba mwaka baada ya mwaka. Inatolewa mwaka baada ya mwaka. Sasa ukitoa unapelekea nani? Sio mchungaji. Teremka 25 hapo muonyeshe 25. Nataka uangalie sasa. Angalia dada, unapea nani? 25. Hapa chini 28. Ende 28 moja kwa moja. Wacha niende 28. Usikie unapea nani? 28 inasema kila mwaka. Bwana 28 ndio hii baba, kila mwaka. Kwa sijaona, najua macho naye ndio hivyo. Wewe kijana mdogo. Kila mwaka wa 3. Kila mwaka wa 3. Sikiza, kila mwaka wa 3. Mwisho wake toa fungu la 10.
ukitoa hii fungu la 10 unapelekea nani? Sikiza habari. Lote maongeo yako ya mwaka huo. Uliweke ndani ya mlango yako. Asante. Na Mlawi. Na Mlawi unapea Mlawi. Mlawi ni mtu alikuwa hagawi chochote. Kwa kuwa hana fungu wala hana urithi pamoja nawe. Na mgeni. Na mgeni, mtu aliyetembea, labda mtu ametoka Tanzania kwa Kenya, hana uwezo na nini, unampatia. Na yatima. Na yatima, hiyo fungu la 10 unafaa kupatia yatima. Sio nini? Yatima ndio unafaa kutafuta, unapea fungu la 10. Yatima amefiliwa na wazazi wake, hana mali. Ukimpa fungu la 10 atatafuta angalau anunue kaproti aone mahali ya kuishi. Wewe unaenda kupatia mtu tayari ako na mali. Dada zangu, shuari. Hamwendi na Biblia, mnaenda kinyume. Poleni lakini. Uliza hata wewe hiyo. Uliza wala usiwe na wasiwasi. Unajua nyinyi wanawake, kwa nini nawaambia zaidi? Wanawake ndio wanapotezwa zaidi. Wanawake ndio wanapotezwa zaidi kuliko hata wanaume. Kwa sababu wanaume kuna vitu wanaangalia wanaona haviendi sawa. Lakini hao wanawake wakiambiwa hivyo, hata magoti atapiga hivi. Kwa ajili anaamini kabisa. Unaona? Anauliza hivi. Uliza tu wala usiwe na wasiwasi. Muulizie tu, manake mimi naona anauoga kidogo. Anauliza. Waislamu pia wanapeana talaka. Waislamu wanapeana talaka. Talaka inapeanwa. Na talaka ngoja kidogo. Anauliza Muislamu anapea mke wake talaka. Alafu Wakristo kama umeshapewa talaka unaweza olewa tena mahali pengine. Asante. Katika Ukristo hakuna mambo ya talaka. Kwanza poleni, lakini katika Ukristo sijaisikia mambo ya talaka. Hakuna. Hakuna. Wacha tuulize mchungaji. Kwa Ukristo kuna talaka? Hakuna. Hakuna. So wewe ukiolewa na Bwana, hata kama anakuchapa, wewe inafaa uvumilie ukiwa Mkristo. Kwa Uislamu ndio kuna talaka. Ngoja kidogo. Huyu nimekuuliza kwa sababu yeye ni mchungaji, ana kanisa yake anaitwa Jatelo. Wacha nikufunze. Katika Uislamu kuna talaka. Talaka katika Uislamu inatolewa namna hivi. Haitolewi tu mchezo. Talaka kuna sehemu inafika inatolewa. Ukipata labda mke wako anafanya zinaa. Manake zinaa inaleta magonjwa, inaleta nini? Unaona, uzinzi. Hapo inaruhusiwa, unampa talaka. Kama anaabudu masanamu inaruhusiwa, unampa talaka. Kama ni mchawi mke wako inaruhusiwa, unampa talaka. Unaona? Kuna kukosana tu. Kukosana lazima muende mzungumze. Yani mambo ya kawaida. Kukosana kawaida. Hakuna, dadangu sikiza. Hakuna mtu mtakaoishi na yeye kwa nyumba. Huyu mtu mmepatana naye ni mtu mzima. Wewe ni mtu mzima. Usiexpect ile tabia yako iwe ndio tabia yake, hapana. Lazima mtakosana. Kukwaruzana ikosi, lakini inatakana mkikwaruzana msipigane, mkae chini mnasolve nyi wawili. Mkiona imesindikana, endeni mueleze wazazi. Huyu aeleze wazazi wa kwake na wewe wazazi wa kwenu, wakuje mkae wote pamoja. Sio mueleze wazazi wa pande moja. Hakuna watu hawana wazazi. Kwa nini? Sikiza. Nasema hivi, hakuna mtu hana wazazi. Narudia hivi, hakuna mtu hana wazazi. Kwa nini? Kama ni baba yako alikuwa na ndugu yake, huyo ndugu yake ni mzazi wako. Tulia. Alizaliwa peke yake like. Sasa kama alizaliwa peke yake, katika hiyo family hakuna hata nini anti yake wala nini, hakuna yote. Alizaliwa peke yake. Yani hiyo ukoo yote ni yeye. Yani hiyo ukoo ilikuwanga inazaliwa mtu mmoja wanaisha. Walikufa, mwanaume ndiye amebaki mwenye amenyoa. Haikosangi angalau anti nani, hao ndio wana. Ngoja, kama imekosekana kabisa hakuna nini, basi natafutwa mzee ambao nilika kama ya babako hivyo, anakurepresent, inakuwa yeye ni kama babako. Sasa ndio wanakuja, mnakaa chini, mnasolve. Unaona, kusolve kuko. Lakini mkiona mmekosana kabisa, imeshindikana solving, msije mkapigana mkauana. Afadhali mnapeana talaka, wewe unaenda zako na huyu zake. Lakini kama mlikuwa na watoto wanabaki ni watoto wa Bwana. Wewe dada utakuwa ukija kuwatembelea ni wako pia, lakini wewe ukienda kuolewa huwezi enda na wale watoto. Unamwachia Bwana, ako na responsibility ya kuangalia wale watoto. Kwa sababu katika Uislamu watoto wanaitanishwa na baba yao. Hakuna mtoto duniani hana baba. Hiyo, zidanganywe. Hakuna. Baba za watoto wako.
Sasa hakuna kuitanisha mtoto na mama yake, unaitanisha mtoto na baba yake, ndio tunajua huyu ni mtoto wa Mutisio. Asije akasema ana mtoto, inajulikana ako na mtoto. Napata vizuri. So karibuni, katika Uislamu ni dini ambayo iko fair, na Uislamu peke yake ndio dini inakubali wanawake warithi mali ya baba zao. Hata Wakristo bado. Wakristo ni koti. Ngoja, kama Wakristo wanarithi wanawake na wanaume, ndio nataka uniambie wanawake na wanaume mnarithi namna gani katika Ukristo? Tuseme kwa mfano babako ameacha milioni 3 kwa bank na kijana ni mmoja, wasichana ni 3. Hiyo mali mnarithi namna gani? Anapenda nani? Ati anapenda. Sasa Uislamu hakuna hiyo, si unaona? Sasa nyinyi huyu anasema wanagawana katikati. Katika Uislamu hamwezi gawana katikati, ni makosa. Kama kuna msichana mmoja na hata iwe nani, mali kama imeachwa, wasichana hawagawi sawa na kijana. Kwa nini? Kwa sababu kijana anabaki na mali nyingi kuliko msichana, kwa sababu kijana wakati anaoa, kijana anatoa mahari, lakini we msichana wakati unaolewa unapewa mahari. Unapata vizuri? So kijana hamwezi gawa the same, kwa sababu katika ile mali yake bado atakuja kutoa, na wewe ni kupewa utapewa. Na ukienda ukosane na bwanako kabisa na mali yako ulichukua na ukaenda ukatumia, kijana ana ruhusa ya kukukubalia urudi nyumbani. So karibu sana katika Uislamu. Kesho mapema inshallah, nadhani kwa sababu pia ya muda, na kaka huyu Jatelo time nayo imekimbia. Na Jatelo huo unachelewa sana. Wacha tuulize kesho, kwa sababu naambiwa muda imeisha kabisa. Jatelo, tunakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na tunataka uwe Muislamu, lakini unachelewa kuja kuuliza maswali. Tutakupa nafasi. Hakuna tatizo, lakini leta kwanza hoja kwa kiwanja. Haturudi kwa Ukristo kwa maneno, tunataka hoja. Tena utarudi kwa Ukristo wakati Ukristo sio dini. Sasa utarudije sehemu ambayo sio dini? Si utakuwa ati dini sio shida. Kama una dini utakuwa mpagani. Sasa wewe unaniambia nirudi katika upagani? Shwari. Wakati nimeona uongofu. Sasa wewe karibu sana kesho. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.